السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehema kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu ni katika imani, tuna budi kurejesha shukrani zetu za dhati kwa Allah tabaraka wa taala baada yake yeye kwenye kutuafikia kwa mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani, na kwa mambo ya kheri yanayopatikana kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kiwa miongoni wa mambo hayo ni wingi wa darasa. Alhamdulillah, la darasa lastahiki kusikilizwa madarasa na kutolewa madarasa kila wakati na saa. Lakini kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani madarasa huwa ni mingi, kwa kuwa watu wenyewe pia wana hamu ya kusikiliza madarasa, kwa kuwa ni mwezi wa darasa na mwezi watu kutuma mambo. Ndugu zanguni, kitu darasa ama mawaidha kwetu muhimu sana. Hakuna kitu kama mawaidha na hakuna kitu kama hizi darasa. Darasa hutujenga kwenye kujenga nyoyo zetu na kwenye kujenga roho zetu. Sisi twajenga miili yetu kwa kula kwetu, lakini kwenye mwili wa mwanadamu hakuna kitu muhimu kama moyo wake mwanadamu. Na moyo wa mwanadamu hutaka kulishwa, na moyo wa mwanadamu hutaka chakula kama ambavyo kwamba tumbo lataka chakula. Lakini kitizama wingi kati yetu sisi wanadamu hukimbia na kukimbilia kwenye kulishibisha tumbo ambalo kwamba halina shukurani wala halijui kukosa. Tumbo shukurani halina, kila sana kila wakati lataka, na tumbo halina shukurani, likikosa kidogo tayari kulalama. Na ajabu ya tumbo halitaki isipokuwa vizuri. Tumbo ukilieka ama ukilitizama takuta yeye ataka samaki wa kupaka. Tumbo ukilitizama, tumbo lataka kuku, tumbo lataka biriani, tumbo lataka matobosha, tumbo lataka katlesi. Kila ukilitizama tumbo lataka vitu vizuri vizuri. Lakini siku tu mambo yasiwe, dira kidogo kaenda kwa sampuli nyingine, ukalipa kwa mfano gideri ambapo kwamba ni chakula tamu, lakini utaliona lataka kulalama. Siku kilipa maharage, siku kilipa pojo, usiku mzima hakulaliki kwa kwenda choni, kwa kulalama tumbo na kushtakia. Lakini angalia sisi udhaifu wetu wanadamu, twaenda mbio kutaka kulishehenesha na kuliridhisha tumbo, lakini haliridhiki tumbo. La kuridhishwa ama cha kuridhishwa sisi kwenye kuridhisha nyoyo. Nyoyo zikiridhika, tumbo litaridhika kwa uwezo wake Mungu, kwa sababu takuwa na kanaa kwa lolote, kwa chochote unachokipata. Na nyoyo kwenye kuridhishwa na nyoyo kwenye kulishwa, chakula cha nyoyo mawaidha na darasa. Kwa ajili hiyo tuweni wingi wa kusikia madarasa. Hizi darasa hutujenga, kwenye kutujenga zikatuweka kwenye stari wa sawa, tukafanya mambo kwamba ya sawa. Tusikimbilie sana dunia, tusikimbilie sana dunia. Hii dunia haina mashiko, wala dunia haina mpango, wala dunia haina mpangilio. Mtu huweza siketi msikitini
kwenye kusikia darasa ya dakika 10 ama robo saa, lakini akaketi maskani akamaliza masaa 5 yuko maskani, hakuna hata moja la faida analolisikia maana analolizungumza. Yote hii ni mughafala wa kibinadamu, kwenye mwanadamu kughafilika na mwanadamu kutaka kuifanya dunia kuwa ni bora kuliko akhera. Ndio hali leo namna mambo yalivyo. Lakini lau ungelikuwa twasikia darasa, haki ya kusikiwa darasa, na lau ungekuwa twasikia mahutuba ya Ijumaa kwa haki ya kusikiwa na kutendea kazi darasa, mawaidha na mahutuba, wallahi wabillahi watallahi, mambo yangelikuwa mazuri na mambo yangelifana. Kwa hivyo tusikizeni sana mawaidha, na hususan kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kujiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani ama mtu kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani ni neema kubwa sana. Wanazuoni watuambia bulughu shahra ramadhana wa siyamahu ni'matun adhimatun ala man aqdarahu Allahu alayhi. Yule ambaye kwamba ataweza kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani, yani aingiliwe na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na yeye audiriki akadiriwe na Mungu kwenye kuupata mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ni neema kubwa sana hiyo kwa yule ambaye kwamba atakayefahamu hilo. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, masahaba ridwanullahi alayhi 6 ashhuri, kwa miezi 6 ilikuwa wakiomba Allahumma balighna Ramadhan, ewe Mola tufikishe sisi Ramadhani. Ilikuwa waijua thamani ya Ramadhani na ilikuwa wajua neema ya Ramadhani. Bali sitoshe, hili la neema Ramadhani limethibitishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi yake, ambao kwamba watu 3 walitoka kwenda kupigana. Istushhida 2 wa mata 3 ala firashihi. Watu 3 walitoka kwenda kupigana, 2 waliuawa wakafa mashahidi. Mmoja karudi baada ya masiku akafa kwenye kitanda chake. Faruya fil manami, kukaja kukaota usingizini, annahu sabiqan lahuma, ya kuwa huyu aliokufa kitandani amewashinda 2 waliokufa kwenye uwanja wa vita kwenye maaraka. Likawashangaza maswahaba hilo, vipi aliokufa kitandani aweze kushinda 2 waliokufa kwenye vita? Wakaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda kumuuliza, ya Rasulullah, habari hii ni vipi na mambo haya yakoje? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoelezwa akasema, alaysa salla ba'dahuma kadha wa kadha salata, huyu aliokufa kitandani hakuswali swala kadhaa baada ya wale 2 kufa. Wa adraka ramadhana fasamahu, na akaidiriki Ramadhani na kuifikia Ramadhani akaifunga. Fawalladhi nafsi biyadihi inna bainahuma la ab'adu mimma baina as-samai wal ardh. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, huyu kwa kupata kwake swala kuziswali, na huyu kwa kufikiwa na Ramadhani kwenye kufunga Ramadhani, lazima washinde kwa ujira wale 2 waliokufa kwenye vita ama waliokufa kwenye uwanjani. Na hapa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake, hakika huyu mmoja na wale 2 wana umbali wa mbingu na ardhi wa ujira ambao kwamba huyu aliokufa kitandani aliopata. Ukitizama ni swala na funga. Kwa hivyo Ramadhani kwetu sisi neematun adhimatun ala man aqdarahu Allahu alayhi, ni neema kubwa sana. Lakini swala liko kwenye twaifahamu neema hii? Hatuifahamu. Jana nilikuwa na mtu mmoja anambia, ustadhi, sikitiko. Namwambia sikitiko liko wapi? Anambia sikitiko kwamba kila siku zikienda taathiri ya Ramadhani kwa Waislamu hupungua. Anambia Ramadhani ya mwaka huu sio Ramadhani ya mwaka jana, na Ramadhani ya mwaka jana sio Ramadhani ya mwaka juzi.
Na Ramadhani zetu sisi watoto wa leo si kama Ramadhani za wazee wetu. Nikitizama hilo kilifikiria kaliona kweli, lakini nataka ushahidi kwenu nyinyi wazee mliotushinda kiumri. Mkweli maneno alionambia huyu mtu ama si kweli? Iko tofauti ya Ramadhani zenu za zamani na Ramadhani ya sasa? Iko tofauti. Ukitizama kweli iko kwa njia zote na kwa namna zote. Angalia sasa hivi, kwa miaka michache tulionao sisi, mimi tu hapa, kuna vitu nilikuwa nikiviona zamani, sasa hivi sivioni tena. Ramadhani ilikuwa ikiingia, watu baridi, watu wamemakinika, watu hawana vishindo, ni adhkari tu kwa Mungu, na watu kuzidi kupendana, na watu kuzidi kushikana, na watu kila mmoja humuona na sururi kwenye moyo wake kwa furaha ya kujiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bali hata vyakula nilivyoviona mimi kwenye Ramadhani za nyuma, kwenye kwangu kuinukia, sasa hivi sizioni. Kuna chakula hukipenda sana, lakini sasa sikipati. Hizi tambi za mapapayu mabichi, mwaziona ndugu zanguni? Uzioni siku hizi, na ukitaka kuzitafuta mpaka uzifungie safari. Kama ambaye kwamba wenda haji, mimi natoka nitakutafuta tambi za mapapayu mabichi. Lakini angalia zamani, kwa neema ya watu kwenye kutambua thamani ya Ramadhani na taathiri ya Ramadhani iliyokuwako, ilikuwa kila mahali ukipita utaona nyanya zetu na mama zetu wamefunga vifuko kwenye vidole vyao, alafu na kisu wanalipasua papayu kwa utaratibu na umakinifu kwa watu kwenda kufuturia. Yote haya ukitizama kweli, taathiri ya leo sio taathiri ya jana. Na siku zote mtu akiwa kwenye neema ni kuifahamu ile neema. Njia ya kwanza kuishukuru neema ni kuifahamu. Mwangalieni Nabii Allah Musa, siku moja alimwambia Allah tabaraka wa taala, ya Rab, ewe Mola mlezi, kaifa yastati'u Adam an yuaddi shukran ma sanatahu ilayhi, vipi ataweza Adam kuregesha shukurani kwa yale aliyomfanyia? Akaanza kumhisabia, khalaqtahu biyadik wa nafakhta fihi min ruhik wa askantahu jannatak wa amarta almalaikata fasajadu lahu. Vipi ataweza Adam? Mola wangu, hebu nieleze huyu Adam vipi ataweza kuregesha shukurani kwa yale uliyomfanyia? Kwanza kabisa, umemuumba kutokamana na mikono yako. Pili, umempuliza roho yako. Tatu, umemkalisha pepo yako na bustani lako. Nne, umeamrisha malaika wakamsujudia. Vipi hataweza kuregesha shukrani? Mungu akamwambia Musa, ya Musa, alima anna dhalika minni fahamidani alayhi fakana dhalika shukran lima sanatu ilayhi. Akamwambia, wewe Musa, alilifahamu hilo na hiyo ikawa ni shukurani tosha kwangu mimi kwa yeye kufahamu ya kwamba haya niliyomfanyia mimi ndio niliyomfanyia. Kwa hivyo neema yote ukiwa nayo mpaka uifahamu kwamba hili neema. Leo ukiwa na mzazi, fahamu uko kwenye neema. Leo ukiwa na kazi, fahamu uko kwenye neema. Leo ukiwa na watoto, fahamu uko kwenye neema. Leo ukiwa na majirani wazuri, fahamu uko kwenye neema. Leo ukifikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, fahamu uko kwenye neema. Ramadhani yastahiki kufanywa kazi, na Ramadhani yastahiki sisi tuvune kwa kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibada ni nyingi. Tukimaliza muhadhara wetu wa leo, ibada ni nyingi tunazozifanya kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini nasaha yangu kwanza, najinasihi mimi kisha na sote tulioko hapa, mawili yasikosekane kwenye ibada zetu tutakazozifanya kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani na nje ya Ramadhani. Mawili yapi hayo? Tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ametakasika Allah tabaraka wa taala, ambaye kwamba ufalme uko mikononi mwake, ambaye kwamba kaumba uhai na umauti, ama umauti na uhai
lengo na madhumuni kuwafanyia nyinyi mtihani, ayyukum ahsanu amala. Sasa hii ahsanu amala, Abu Ali akasema akhlasuhu wa aswabuhu. Amali ikiwa ni ahsanu amala, iwe ni akhlasuhu wa aswabuhu. Jamaa wakamuuliza, ya Aba Ali, ewe babake Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, umekusudia nini kusema maneno hayo? Akasema, innal amala idha kana khaliswa wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idha kana sawaban wa lam yakun khaliswa lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Akawatafsiria Aba Ali kwa kuambia kwamba hakika ya mali ikiwa ni khalis lakini haiko sawa, amali hiyo haikubaliwi. Na amali ikiwa iko sawa lakini haiko khalis, amali hiyo haikubaliwi mpaka amali ipate mambo mawili, khaliswan sawaba. Akawaambia ya kwamba amali kuwa khaliswan ni iwe lillahi, na amali kuwa sawaban mutaba'atun li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amali yoyote kwenye kukubaliwa, kwanza ni tukitenda tuhakikishe tutenda kwa ajili ya Mungu. Leo twafunga, je, twafunga kwa ajili ya Mungu? Leo sisi tuko kwenye qiyamul layli, visimamo vya usiku, kina tarawih na vinginevyo, je, twasimama visimamo vya usiku kwa ajili ya Mungu? Leo twafuturisha, je, kwenye kufuturisha kwetu twafuturisha kwa ajili ya Mungu? Leo twasaidia kwenye kuwapa watu pesa na vyakula, kwenye kusaidia kwetu kwa pesa na vyakula kwa ajili ya Mungu? Leo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani twasoma Qur'ani, je, kusoma Qur'ani kwa ajili ya Mungu? Leo sisi twaketi kusikiza madarasa, je, kusikiza darasa kwa ajili ya Mungu? Na kwa nyakati zote, kwa ibada zote, mawili haya mpaka patikane. Kwanza kabisa ikhlasan lillahi, na la pili mutaba'atun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na kwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mahaba thabiti ya ukweli ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim rahimahullah asema, inna lillahi haqqun laysa li'abdihi wa li'abdihi haqqun huma haqqani la taj'alu al-haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizi wala furqani. Asema lillahi haqqun laysa li'abdihi, Allah ana haki ambayo kwamba mja wake Muhammad hana. Wa li'abdihi haqqun huma haqqani, na mja wake Muhammad ana haki, hizo ni haki mbili. La taj'alu al-haqqaini haqqan wahida, sijalie haki mbili hizi kuwa ni haki moja. Ya mtume ukataka kumpa Allah na ya Allah kumpa mtume, ina maana ya kwamba min ghairi tamyizi wala furqani, pasina kutofautisha wala kupambanua. Ipambanue ya mtume ni ipi na ya Allah ni ipi, ingawa kuna haki zingine ameshirikiana mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Allah tabaraka wa taala. Sasa miongoni mwa haki walizozitaja wanazuoni za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi ni kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwenye pendo thabati la ukweli la mtu kumpenda mtu na sisi kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, mutabaatuhu ni sisi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi lazima tumfuate mtume ndio kufaulu kwenye mambo, kwa sababu ibada zote aliyotufundisha ni yeye. Angalia swala alifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno na vitendo, mpaka kwenye mimbari mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha swala, kisha akasema sallu kama raitumuni usalli, swalini kama mnavyoniona mimi nikiswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha watu haji, kisha akasema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu mimi namna ya kufanya hija zenu. Hata lau Mtume alisema sallallahu alaihi wasallam, man tawadha mithla udhui hadha, mwenye kutawadha mfano wa udhu wangu huu. Yote ukitizama, tukitaka kufaulu kwenye ibada zetu ni kumfuata Allah tabaraka wa taala pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio maana ya shahada. Hili shahada tunalolipiga na kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hii ni kuonesha ya kwamba ashhadu an la ilaha illa Allah
ni kitu chochote ukifanya kifanye ikhlasan lillahi. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ni kitu chochote tunachokifanya tufanye kwa namna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akifanya. Tunavyoishi kwenye Ramadhani leo ndivyo alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namna tulivyo kwenye Ramadhani leo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukitaka kufaulu kwenye mambo, kwenye ibada, hata na mengineo, tumtizameni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa kwa Mtume laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiigo chema kwenye sisi kufaulu kwenye mambo. Hata kwenye kufuturu pia mwige Mtume, ingawa hatuwezi. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kula kwake, Mtume kila kwa vidole vitatu. Kwa dunia ya leo mashindano ni haya yaliyokuwa misikitini, twaweza kula kwa vidole vitatu? Rafiki yangu kameramani hapa, tuna kipindi chetu kwa grupu fulani inayoitwa Al-Yatim Project Group. Al-Yatim Project Group ni grupu ambao kwamba iko na mambo ya khairati kwenye kusaidia watu, si Ramadhani peke yake, hata baada ya Ramadhani. Saidia mayatima, saidia wajane, saidia wanyonge, saidia wagonjwa, kwa kupawa amana na watu tofauti tofauti, na wao kwenye kufikisha amana zao. Wamefungua ofisi yao juzi, walilahi alhamdu, iliyoko Kisauni Bakarani. Sasa wana kipindi chao cha kufuturisha watu. Kwenye kufuturisha watu ni watu kufuturu kwa kila siku, mara msikitini, mara maskani. Sasa yalomkumba rafiki yangu kameramani, watu fungua mwadhini na yeye uchukua kamera. Watu fungua mwadhini na yeye uchukua kamera. Basi ilipopigwa tu ile Allahu akbar, adhana hiyo, kufanya kuiweka vizuri, vile viazi vitukue vizuri na juisi, akitahamaki kutaka kufanya hivi, mpilipili na cha chini ndio yenda kubakia, lakini viazi na katilesi kitambo, wallahi amin. Kwa hivyo ina maana hatukumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam hata kwenye kufungua mwadhini kwetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akila kwa vidole vitatu, twaweza sisi kula kwa vidole vitatu? Moyoni uzokanambia ustadhi, tutamuiga Mtume kwa yote, lakini kwa kula Mtume atatusamehe. Namuomba Allah tabaraka wa taala atuwafikie kila la kheri. Namuomba Allah tabaraka wa taala atubariki kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namuomba Allah tabaraka wa taala atupe thabati kwenye kusimama katika dini yake kisawasawa. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Siku yangu ya darasa ni kila siku ya Jumatatu, tuweni pamoja inshallah. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.